Hatimaye tena ndani ya nyumba ya paa. Orashimita. Basi tuko rasmi katika final episode ya Chuma Bomba Sara ya paa. Wanasema My Diamond, kumbuka alikuwa anapigwa na Faru DJ kutoka episode ya kwanza. Na hatimaye tunakwenda kumaliza kabisa utata wale burudani ambayo tulikuwa nayo takriban ndani ya mwezi mzima, na sasa tuko live na My Diamond katika episode ya mwisho sana. Ila naomba nizidi kutoa shukrani zangu za dhati kwa wale wote ambao mlikuwa mmehakikisha mnachukua muda wenu kuendelea kwenda sambamba na Faru DJ. Hizi zinapigwa afu zinaachwa na historia yake kabisa, ili kwa vizazi vinavyokuja ujue ni nini ambacho alitamba na walikifanya nyabumbu zaidi. Hii inapigwa na Faru DJ. Nita the chosen one, King Love Vocal pa. Patunganisha pale ambapo tulishia katika episode safi iliyopita ili kuendelea kupata utamu wa vanilla. Hizi kazi kweli kweli. Wasema basi kwa yule ambaye alihusika katika tukio la uvamizi wa bibi aliweza kuhukumiwa, na huyo kijana ndo alionekana pekee yeye ndo amehusika na kile kitu. Lakini kumbuka kuna mchezo ambao umejificha nyuma pazia, yani babake alimwamuru tu kitu pekee ambacho kinaweza kumfanya yeye busara kwa upande wake ni kubali makosa yote na kesi yote ambayo inahusiana na kile ambacho kimetokea. Lakini mwamba alia sana kwa uchungu, kwani sio yeye ambaye aliyafanya mambo yote yale, na hata mamake alikuwa yuko upande wa babake. Hivyo kilikuwa ni kizaazaa zaidi kwa bwana mdogo. Hatimaye mama aliweza kutoka katika lile eneo. Basi moja kwa zote mzigo ndo turusha upande wa pili. Hapa ni kwa binti wa kufahamika kwa jina Dotoe. Muda umeenda sana na sisi mkali wa kufahamika kwa jina Agoni ni kwamba ameamua kukaa pembeni kidogo ya binti ili kuhakikisha mambo yaendelea kwa sawa zaidi. Na bwana mkubwa wa kufahamika kwa jina Asiyokulewa alileta kama chakula tu, na hapa alikuwa anahitaji kupata msosi na binti pia waweze kuongea mawili matatu, kwani kama unavyojua mwamba kwa wakati huo alichoamini ni kwamba mapenzi alazimishwe. Yeye kilichobaki upande wake ni urafiki tu. Lakini upande wa pili sasa kwa watu mpasua kichwa wenyewe tayari wako katika kaupendo kao. Sasa wamejichimbia katika ngazi kujua kitaji kulishana na kupenda vitu fulani, lakini sasa wanaambia shughuli imeingiwa kidogo mtu. Wanaambia miongoni mwa wafanyakazi nao waliweza kuja katika zile ngazi, hivyo swala lao walikuweza kutumia moja kwa moja upande wa pili. Tunazidi kusonga na story sasa ya mkali wa kufahamika kwa jina Asio, kwa kiwa anaendelea kujadiliana na binti mambo mengi sana kuangalia hatima ya kampuni nzima sana ya Milaya Group na namna ambavyo anaweza kufanya kila kitu kikakaa katika hali ya usawa. Na Siako anaonekana ni mtu ambaye anapigania sana kampuni na nafasi ya bibie kuendelea kucontrol kila kitu katika ile kampuni ya Milaya. Na hapa Mwamba kikweli kwa sasa alikuwa amekubali, lakini pia alikumbuka kumbukumbu moja zamani sana pindi ambapo alikuwa anawasiliana na Madam Juu. Na Madam Juu alichomwambia ni kwamba hii kampuni lazima hakikisha wanaweka katika mikono salama, kwani wawili hawa wanaonekana na muunganiko ambao unaweza kuleta matunda katika kampuni ya Milaya Group. Binti alitaba wasam. Sasa upande wa pili kwa Mwamba, baada ya kufukuzwa na Mwamba, saizi wameamua kufungua kimgawa chao kidogo katikati ya mji. Sasa mgeni anaingia akakuta zimejaa njemba tu. Hiki zaza zaidi ilibidi asebe kwa sababu aliona sasa mgawa gani umejaa wahudumu tu, ina maana kuna wateja. Lakini ni hali ya kimaisha tu kutokana na kile ambacho aliambiwa na Guoni, lazima wabadilike nayo watu wema. Sasa upande wa pili kwa mama anaonekana naye na shida ambayo alikuwa nayo, shida yule bwana mdogo ya kujingata-ngata na kujikuna-kuna. Waambia upande wa bibia sasa kumbukumbu zimekuwa zikiendelea kumwandama na kutesa fikra za akili yake, kwani anazidi kumbuka tu ule wakati mzuri sana ambapo alikuwa na mkali wa kufahamika kwa jina la Guoni. Na hii ni kama inamletea binti wanasema mchemko wa moyo, yani kwamba kwa sasa binti anapitia maumivu sana juu ya kumkosa mkali kwa muda mrefu zaidi. Na Mwamba aliamua kujiweka pembeni kwa kisha kila kitu kinaendelea kukaa sawa tu kwa upande wa bibia, na yeye alijua tu kwa sababu endapo tazidi kwa karibu na binti itakuja kupelekea kizaazaa kikubwa. Akaomba majira usiku mkali aliweza kufika katika eneo la binti, na hapa alikuwa anajaribu tu kuangalia uzuri wa binti na kumpapasa kiana. Lakini sasa kwa saizi ana nafasi tena ya kutamba mbele ya binti, kwani kuna hatari moja ambayo inaweza kujitokeza. Hivyo ilikuwa ni lazima kae mbali sana na binti. Hasa waambia kama unavyojua kitu ambacho kizoea lazima kikutese. Bibi amekuwa na hali ya upweke sana kutokana na kwamba ampati mkali, lakini alihisi tu imekuaje ametoka katika eneo la kochi na kwenda katika eneo la kitanda. Yeye tu mkali yupo around Mr. Guon. Hatimaye aliweza kufika katika Sunflower Foundation pale ambapo anapatikana Gamkali, na hapa alikutana na Mwamba
na kuweza kumwelezea Mr. Park mengi sana ambayo anapitia. Hakika ilikuwa ni kumbukumbu ya huzuni sana, lakini Mr. Park alitoa kitu kimoja ambacho kilikuwa kinafahamika kwa jina la locket, yani ni kama msalaba ambao hiki ndio kitu pekee ambacho Mwamba aliweza kumsia aweze kumpatia bibie kama ni hazina ya kumbukumbu ya juu la pendo lao. Sasa binti akiwa amevaa locket anapitia machungu sana, lakini hii ilianza kumfanya bibie akumbuke kitu cha tofauti zaidi. Sasa hapa naomba tulie nikuchambulie, na mimi ndo mchambuzi wako. Wasema kuna kumbukumbu ambayo ilijificha miaka mingi zamani 200 iliyopita, kipindi ambapo binti inaonekana katika hiyo miaka alikuwa alifika katika eneo moja hivi, na hapa tunaona sura ya yule mama ambaye anaonekana kama ni ombaomba. Yeye ndo mtu ambaye aliwezaga kumpokea binti katika miaka hiyo katika eneo la Dangulo. Hapa tunapozungumzia Dangulo ni zile sehemu ambazo wanakaa limbwende na baadaye wanakuja kutumiwa na viongozi wakubwa sana kutoka katika jumba la kifalme. Huo ulikuwa ni utamaduni watu kutoka kabila la Joseon kwa zamani sana. Basi leo binti katika huduma aliweza kupigwa na kikombe na mtu ambaye alikuja kupata burudani katika ile maeneo, kwa sababu wanakuwa ni kama maconcubine tu. Basi kile kitendo kiliweza kumuumiza sana bibi, na ajisikia vibaya kwa kile ambacho kimetokea, mpaka ilifika wakati alihitaji kwenda nje kwenda kupasha ili aweze kutoa japo asila ambazo alikuwa nazo. Hapa nafikiri unazidi kunielewa zaidi, kwa sababu hii ni story ya nyuma zaidi. Kumbe binti miaka ya zamani aliwahi kuwepo na mkali huyu hapa. Ina maana huyu mkali ameishi miaka mingi sana. Ile sura ya mtu ambaye alipendana naye katika miaka ya zamani alikuja kumkuta katika generation ya miaka ya sasa. Sasa kanika story ka upendo kamkali wa kufahamika kwa jina Guoni na huyu binti sasa kwa kipindi hicho ambacho wasema ni miaka 200 ambayo imepita. Basi wale hao walikuwa mpendana sana, lakini locket ambayo ilikuwa ndio ishara ya upendo iliyosalia katika miongoni mwa wawili hao waliopendana, kama ukumbusho tu kwa wakati huo mwanaume aliweza kumpatia bibie kitu ambacho kilikuwa ni kama locket, na Mwamba alikuwa ni prince katika hii. Binti akiwa anaendelea kupiga matizi aliweza kukuta amevamiwa na jeshi, na hapa anadaiwa ya kwamba yeye amehusika na masuala ya uasi, hivyo lazima ahukumiwe kwa kile ambacho amekifanya. Hii ilikuwa ni hukumu ambayo ilimuumiza sana bibi, kwani aliamini anaweza kupoteza furaha ya kitu ambacho alikuwa anakipenda sana kwa kipindi hicho. Sasa binti alichofanywa kilikuwa ni kitu cha ajabu sana. Kwanza aliweza kupotezewa maisha tu, yani kiufupi aliweza kuuawa kwa kosa ambalo hakuweza kulitambua, lakini baadaye mkali alipofika alikuta tayari binti amekata moto, na ilikuwa ni chozi sana. Hiyo ilikuwa ni kama njozi ya kumbukumbu ya zamani ambayo alikuwa anaiota binti wa kufahamika kwa jina la Dodoe, kwamba huenda kweli kuna mambo leo kutokea. Na Mwamba alifika katika lile eneo ambalo alikuwa limeficha kumbukumbu ya miaka 200. Sasa bibi alikuwa anahitaji kutafuta nafasi ya kukutana na mkali. Baada ya kuingia kwenye gari alikutana na kitu cha ajabu sana. Moja kwa moja binti aliweza kujikuta ameletwa katika eneo moja na akiwa ametekwa na mtu ambaye kiukweli hata yeye alikuwa mtambui ni nani. Sasa akiwa katika ile eneo hapa tukakutana na yule bwana mkubwa, yani Mwamba wanamuita kaka mkubwa. Kumbe huyo Mwamba hakuweza kupata bahati ya kufariki kipindi ambapo alisukumwa hapa katika eneo fulani la gorofa hivi. Hiyo ni katika episode fulani hivi. Hiyo tuliishusha kutokana na masuala ya copyright, lakini kama utahitaji kupata hicho kipande kipo katika group letu la WhatsApp. Gusa kwa 06 86 41 40 59, hapo utaipata hiyo mambo. Ila bwana Mwamba kupata nafasi ya kuweza kufariki hivyo alivyokuja ni kwa ajili ya kuja kumaliza maisha ya binti, na hapa alikuwa anatamba sana akisema yule ambaye unaamini ni shujaa yako hawezi kutokeza, na leo nitakuangamiza. Mwamba alianza kuita kwa kejeli kubwa sana kwamba Guoni, popote ulipo ingekuwa ni vema ungeweza kujitokeza kuja kutoa msaada. Anatamba goe, lakini ingechukua muda. Sasa unaomba mwanaume Mwamba wa kazi mkali wa kufahamika kwa jina la Guoni hapa amerejea, na safari hii macho yake yameshabadilika, ni kwamba full demon. Alimfanya kitu mbaya sana mjuba, na hapa alikuwa anakuja kwa binti. Sasa binti alishajua mwanaume ameshakuwa na hasira ambayo asipoweza kuomba msaada itakuja kuleta hatari zaidi. Alimwomba tu kitu kimoja, kwamba afanye jambo la kuhakikisha anaokoa maisha ya mtu yule ambaye ni kaka mkubwa wa familia. Basi Mwamba alifanya kadri binti ambavyo anataka, kwa sababu hakutaka mambo ya mengi sana. Lakini sasa cha kushangaza, unajua binadamu ni binadamu tu. Baada ya kusaidiwa mkali, alichokifanya alihitaji kumshambulia mkali wa kufahamika kwa jina la Guoni, lakini bahati ambayo ilikuwa ni mbaya zaidi, binti aliweza kukinga, na hii
ikamwingia bibie. Hii ilimpa hasira na machungu sana mwamba kufahamika kwa jina la Gon, na hii ilikuwa ni kama imeleta kizaazaa zaidi. Basi mwanaume baada ya kutengeneza namna ya kurudisha uhai kwa binti, yeye moja kwa moja aliweza kudisappear, na hii wanasema ni fate. Ilikuwa ni lazima itokee kitu kama hiki, kwamba mwamba endapo tangania kwa karibu na binti lazima hatima yake iwe katika hali kama hiyo. Sasa unafikiri ni nini ambacho kinajiri? Kumbuka chuma bado ni mpya, ni pelu, na bado tuendelea kusonga. Ni udambu tu, kwa hiyo tulia. Hatujamaliza hiyo mambo. Wasema baada ya muda sana kupita, binti arudi katika eneo ambalo ndo alikuwa limeanzisha kila kitu kati yake na ule mkali. Na leo binti, cha kushangaza zaidi, alipata nafasi ya kumuona mwamba amerejea kwa wakati mwingine katika maisha mengine sana. Hii ilikuwa ni furaha sana kwa upande wa binti, na hapa kila kitu kilikuwa kimekaa katika usawa na katika hali ya ubora zaidi. Asema natumaini wewe ndio mtu pekee ambaye umesalia kama furaha ya maisha yangu, hivyo sije ukaja kuniacha tena. Basi ilikuwa ni furaha sana kwa binti kupata nafasi ya kutana na mkali wa kufahamika kwa jina la Gon. Sasa mwamba anakuja kutamba kwa boss wake, anasema hatimaye niweza kushinda kwenye kile ambacho tulibeti muda mrefu. Awe kijana, unatakiwa uwe makini sana. Nisha kwambia kila kitu kinaenda kama kilivyopangwa. Anasema sasa ni nini ambacho naweza kufanya kwa wakati huu? Nilikuwa naomba tu unipe nafasi ya kuendelea kuenjoy maisha safi sana, na utafute kijana mwingine ambao unaweza kumkabidhi majukumu, kwani mimi naonekana ni mtu ambaye nimeharibu kile ambacho likiandaa kwangu. Mama anaambia ina shaka kila kitu kiko sawa, kwa sababu hata hivyo sijatengeneza nafasi ya kumtengeneza mtu sahihi zaidi. Wewe utabaki kwa kijana wangu tu, hivyo mambo ya kupampam zaidi. Aga bibi kametisha sana kwenye hapa series. Basi unaambia hatimaye saizi kwenye mgawa wa shikaji wateja ni kibao na mambo yameshakuwa sawa zaidi, na ule mbwa tunamuona yuko hapa. Lakini leo kulikuwa na ugeni wa kutoka kwa mkali wa kufahamika kwa jina la Gon. Yaani mwamba hatimaye elia sana, kwa sababu yeye maisha yake yote alikuwa anatafuta nafasi ya kufanya kazi akiwa chini ya mwamba kufahamika kwa jina la Gon. Lakini leo mwamba alikuja katika eneo la mgawa tu kwa ajili ya kuja kuwaungisha. Basi moja kwa moja upande wa pili, binti alienda katika eneo la gereza ambako alikuwa amefungwa kaka mkubwa, na kumwambia kwa kila ambacho alikitafuta kwa muda wote hatimaye kimeweza kufika mwisho. Yalikuwa ni machungu sana kwa mwamba, kwani ameweza kupoteza kila kitu. Sasa akiwa katika eneo la gereza anapata marenjerenje na mawenge wengi, anamuona kama madam juu yuko pembeni hapa, yani anatete wameka. Kiukweli mwamba kwa sasa ni kwamba dishi haijakaa sawa na wengi kubwa sana, na ameshaweza kupoteza kila kitu ambacho alihitaji kukichukua kwa nguvu. Sasa unaambiwa pande wa pili kwa huyu mwamba ambaye alikubali contract ya mwamba na muda umeshaisha, sasa anahitaji kukataa kwamba asiangamizwe. Wanaume anasema kwa kuwa alikubaliana contract na mimi majukumu yangu na ndo kazi yangu, basi naomba nifanye kama ninavyofanyaga kwa wakati wote. Sasa mwamba yuko katika majukumu yake, kwa hiyo mambo yanzidi kwa pam. Sasa unaambia katika kampuni ya Milai Group anaingia binti wa kufahamika kwa jina la Jojo, na bonge moja la tabasamu. Sasa hapa kitu kimoja kitakushangaza zaidi. Binti baada ya kufika akukaa kwenye nafasi ya chairperson, lakini kumbe mkali ambaye anafahamika kwa jina la Sio kwa sasa anapata nafasi ya kuwa chairperson wa kampuni kubwa sana ya Milai Group Investment. Mambo yameendelea kubam zaidi. Binti aliona haina sababu ya kuendelea kukaa katika nafasi ambayo inamletea kizaza, hivyo alimtengenezea nafasi mkali kufahamika kwa jina la Sioku ndio aweze kuiongoza kampuni kubwa sana ya Milai. Wasiwa kila jambo lina mwanzo na ina mwisho wake. Hiyo ndo final episode ya Chuma Bomba sana. Wasema My Demon, kumbuka alikuwa anapigwa na Falo DJ kutoka ZC Production Jumbara Butani, kama kawaiso kama dawa. Hatimaye tupate maneno kidogo ya mwanamama huyo ambaye ndio alikuwa the big boss. Anasema sasa kijana, wakati wako kwenda VETA umeshafika, kwa hiyo utazidi kufanya kazi chini ya uangalizi wangu mimi, lakini burudani itaendelea kwa bomba zaidi. Hiyo ni final episode ya Mzigo Bomba sana wa My Demon. Sasa kama unahitaji kuipata hapa picha, unaweza kucheki kwa namba za simu za 0686414059 ukaipata kwa full HD. Sasa pale kutoka katika group letu la WhatsApp, wewe andika tu Falo DJ au nitumie message kwa njia ya inbox ya WhatsApp, andika Falo DJ nahitaji My Demon. Hapo tutakwenda kumaliza kikubwa zaidi, au sio? Namba iko juu hapo, unaweza kucheki ili tukusogezee mzigo hapo wa My Demon ukiwa katika mfumo wa HD, lakini natumaini
Umeweza kuenjoy sana na kuburudika sana. Mimi naitwa Faru DJ. Naomba nishukuru sana kwa fans wangu wote ambao umechukua muda wenu takriban mwezi mzima kufuatilia kazi bomba sana hapa ya By Diamond. Naamini umejifunza vitu vingi sana, na hii ni miongoni mwa picha ambayo tumechukua takriban muda mwingi sana kuiandaa. Sasa tutakuja na series nyingine mpya sana, hiyo tutakwenda kupiga kula. Sasa nyie ndo mtaamua tuchape picha gani sasa, kwa sababu tuna picha takriban 3, ila lazima tuwashirikishe, mseme mnataka ipi, tupige Kolea Polini au tupige Mjini au tupige movie aina gani ambayo mnaitaka. Kwa sasa mashabiki wa Faru DJ, familia yetu mizidi kuwa kubwa sana. Au bali seme washamita, asante sana. Let's say ciao, tukutane katika series ambayo itakuwa inafuata. Mimi ni Faru DJ, nguvu yenu ndo nguvu yangu. Asante sana kwa support ambayo mzidi kunipatia. Yes sir, huyo hapo.